Hello ndugu zangu wa Tanzania, habarini za siku. Sasa video hii kwa watu ambao kidogo ubongo wao unacheza itakuwa ni ngumu sana kunielewa, lakini kwa ambaye ana utimilifu wa hekima na akili anaweza akaelewa nini nataka kuzungumza hapa. Tanzania sasa hivi, kwa mtu yote anayejielewa, ukiwaangalia viongozi waliopo sasa hivi, kila kiongozi ambaye pia ana akili timamu na hekima anatamani kuona maridhiano kati ya raia, jeshi la polisi, jeshi la wananchi na serikali kwa ujumla. Hiyo aongee kwa kusimama majukwani au asiongee, lakini ndani ya nafsi yake yeye na Mungu wake anatamani hivyo, kwa sababu sehemu yenye wajinga wengi ina uraji mzuri zaidi. Lakini sehemu ikisha kuwa na watu wengi wenye uwezo wa kujieleza na kuhoji, ni ngumu kwa mwenye tamaa kula mahali hapo. Sasa ni nini ambacho kinasumbua mpaka mnashindwa kupata suluhu hili viongozi? Unajua Tanzania, viongozi wa Tanzania wa sasa naweza nikawafananisha na mzazi mwenye watoto watukutu sana. Hapa ndipo utulivu wa ubongo unatakiwa kunisikiliza kwa makini na uweze kuelewa mfano huu. Viongozi wa sasa hivi nyie ni kama wazazi wenye watoto watukutu sana. Sasa mzazi mwenye watoto watukutu huwa anachukizwa na tabia za utukutu za mtoto wake. Lakini ikitokea mzazi huyu mwenye watoto watukutu, mmoja kati ya mtoto wake akaenda kuchoma nyumba ya jirani kwa utukutu wake, sio kwamba akatumwa na mzazi wake, akachoma nyumba ya jirani ambaye huyu jirani ana uadui na baba yake. Ule utukutu uliokuwa ukimchukiza baba huyu mtoto unaweza ukageuka kuwa faraja kwa huyu mzee kama hana akili timamu. Kwa hivyo namaanisha nini hapa? Tumeona vitu vingi huko siku za nyuma zilizopita. Mtu anamhoji waziri mkuu, anatoa swali kwa waziri mkuu, unaona mtu kama Mike anaisogeza chini, watu wanafanya matukio. Namaanisha kwamba kuna vitu vingine viongozi mnaweza msitume, lakini kwa sababu mlishajijengea chuki na wapinzani, chuki na wakosoaji, kila kitakachofanywa na polisi dhidi ya wapinzani, kitakachofanywa na mkuu wa wilaya, mkurugenzi dhidi ya wapinzani, kwa sababu mmeuaminisha ubongo wenu kuwa hawa tunawachukia. Na mnawachukia kwa sababu mnajua kile wanachokisema ndicho mlipashwa kukifanya ili raia wawapende. Mtafurahia uovu wa mtoto yule mtukutu aliyefanya hilo tukio. Hicho tu ndo kinafanya nyie hiki mnachotamani kipatikane, ambacho kinaitwa utulivu, hakipatikani. Sasa ili upatikane utulivu huo mnaowishi kuuona, mnatakiwa mjue kwamba watoto wetu ni watukutu, lakini wana future. Sasa tunatakiwa tuwatengenezee tabia zilizokuwa njema, hata kwa wale wabaya wetu wasiende kufanya chochote pale. Yaani kama mimi nina uadui na jirani yangu, mtoto wangu akifanya jambo baya kwa yule adui yangu, natakiwa kumkemea, kwa sababu ile ni tabia ambayo akiendelea itamgombanisha na wengi huko baadaye. Lakini ukifurahia kwamba amepiga tukio kwa mtu ambaye ni mbaya wako, ukafurahia, ukashangilia na ukalibariki, usikemee, kitakachotokea ni madhara makubwa baadaye kwa huyu mtoto wako. Nadhani kwa mwenye akili timamu anaweza kama ameelewa nimeongea nini hapo. Sasa kitu kingine ni kwamba ukiona kiongozi yoyote yule anafanya uwekezaji, either anaficha fedha zake kwenye fixed account anazifungia tu, ama anachukua fedha zake na kwenda kufanya uwekezaji kwenye mataifa mengine ya nje, huyu kiongozi wa namna hii fikra zake si za hapo kwenye taifa hilo. Kama ameona Kagame, kuna maafisa fulani kule wametimliwa, wamefanya uwekezaji kwenye nchi nyingine. Yaani kwa nini ukawekeze kwenye mataifa mengine, ufanye uwekezaji kwenye mataifa mengine kwa fedha ulizozipata kwenye taifa lako, wakati kuna vijana wengi hapa nchini kwako wana dhiki? Sasa asiye na akili nzuri anaweza akahisi natamani wale viongozi wawagawie hela wananchi,
Rahasha, sina mtindio wa kiasi hicho. Namaanisha kwamba kama mmeamua kupora, kuiba na kujilimbikizia mali, basi fanyeni kwa mtindo mpya, kwamba waziri fulani amefungua kiwanda cha kusindika labda nyama, cha kufanya kitu fulani, aajiri vijana wa eneo lake, angalau kila alichokiiba kiendelea kumuingizia faida kwenye maisha yake yote na kumpa utajiri, lakini kuna riziki chache kaigawa pale. Sasa nyie mnachofanya ni kama lile kokoro la wavuvi, mnakomba dagaa, mnakomba samaki wakubwa na wadogo. Kile mnachokipiga mnakwenda kujilimbikizia na kuficha wenyewe peke yenu. Kuna vitu vingi vya kuanzisha. Fanyeni hata kilimo, tengenezeni viwanda vidogo vidogo vya kwenu, sio vya kwetu wananchi. Kwa hizo fedha ambazo mmekomba, mmejilimbikizia, fanyeni vitu, hela zisambae, kupunguza palala za vijana mitandaoni. Na sasa unaweza ukaona kwa mfano kama tukio la majuzi hapo Buza, raia wanaambiwa atafutwe diwani ili ipatikane mazungumzo. Wananchi kwa makelele, kwa mamia wanasema hatumtaki diwani. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba hawakumchagua. Kwa hivyo viongozi, niwaambie tu kitu kimoja, mwarobaini wa kumaliza kero zote hizi zinazoendelea hautoki mbali. Anzeni na jeshi lenu la polisi, jichunguzeni na ninyi wenyewe, mna faida gani kwenye majimbo mliotokea? Mnaongea nini? Mipango gani mlionayo kwa wananchi ambao waliwachagua kama viongozi waongoza njia? Kumekuwa kuna matukio mengi yamekuwa yanafanyika ya serikali, mpaka inafikia hatua, juzi kuna sehemu moja nimepita, kabla ya ulazaji wa mabomba ya maji kwenye eneo hilo, sitalitaja, ratiba ya ujenzi wa barabara ile ilikuwa tayari ilishafahamika kwamba ni miezi 4 ijayo, miezi 5 ijayo, uchimbaji wa ile barabara unaweza ukaanza kufanyiwa kazi. Lakini Dawasco ambao wao hawa pia wako chini ya serikali, TANESCO wako chini ya serikali, hawa viumbe wawili hawa wakaleta mabomba yaliyogharimu mamilioni ya taifa letu, wakaja kuchimba mtaro pale kwenye eneo ambalo wanajua fika miezi 5 ijayo panakuja kufumuliwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Mabomba yenye thamani ya mamilioni yakarazwa pale. Barabara inakuja kujengwa, maskaveta yale eti hayajui kuwa pale chini kuna mabomba, hawajapewa taarifa, yakafumua mabomba ambayo ni mapya, hayana hata miezi 6. Mabomba ya thamani sana. Sasa unajiuliza, mifumo ya serikali yenu imekaaje? Yaani TARURA, TANROADS, DAWASA, TANESCO hawaambiani, hamuelewani nini? Inakuwaje hakuna muunganiko wa taarifa kwamba hapa unapoweka hiki kitu, ndugu yetu, sisi TARURA tuna mpango baadaye wa kulaza hiki kitu miezi 5 ijayo. Unajua kuna ile kesi ya kwamba bomba limelazwa leo, barabara inakuja kujengwa baada ya miaka 20. Lakini hii ya kulaza bomba leo, baada ya miezi 4 barabara inakuja kufumuliwa, yaani ni ujinga wa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Sasa vitu vidogo vidogo kama hivi ndivyo vinakuwa vinafanya wananchi waipuuze serikali, waidharau, waione haina mashiko, waione na makando kando. Sasa hakikisheni mnachokiiba, mnachogawana, mnachokivuna kinasambaa kwa wananchi, si kwa kuwagawia mmoja mmoja, lakini basi tengenezeni biashara zenu, sio kulimbikiza kwenye mataifa mengine. Wakina Mobutu Sese Seko walikuwa na majumba huko Lausanne, Paris, Uswizi, wapi, Lausanne huko, wamejaza manyumba ambayo hayakuwa na faida yote kwa Kongo, lakini wamekufa, imekuwa faida yao mataifa mengine. Hapo ndipo tunapoona uzalendo wenu haupo. Uzalendo wenu kama viongozi utaonekana pale tu ambapo ninyi mtaanza na kwenu, kwamba nimeiba na mabilioni fulani. Tengeneza ajira kwa vijana waliokuzunguka, wanufaike na ule wizi ulioufanya kule. Unakuja kufa una matilioni yako nje, una mabilioni umeyaficha wapi? Una mahera umeyaficha tu ndani, mengine umeweka kwenye mafixed. Hata watoto wako miaka mingapi hawatakuja kuyamaliza. Tengenezeni uzalendo kwa vitendo. Mungu awabariki wa Tanzania. Tuendelee kusubscribe Mkobe TV.